Mwalimu alisema CCM sio mama yangu. Kwa nini CCM imefikia ukomo? Swala la uviko. Watanzania nje ya nchi waendelea kushikwa na butwaa jinsi ambavyo chama tawala kinavyoendesha mambo. Wafunguka mengi. Mimi ni Simon Mzwanda, kaa nasi ili uweze kusikia yote. Barabara kabisa kutokea hapa studio za Tan African TV, ambapo zinakurushia matangazo haya moja kwa moja kutokea jijini London nchini Uingereza. Na leo hii tuko na mgeni hapa studio, ambapo tutakwenda kufanya naye mazungumzo na ana yake mengi sana ya kuzungumza. Mimi nikutaka wewe ndugu yetu uendelee kukaa nasi, lakini usisahau kusubscribe, lakini pamoja na kuwasambazia wengine kila unapoona pale inafaa. Moja kwa moja bila kupoteza wakati ni kupelekea wewe mtazamaji wetu ili uweze kusikia kile mgeni wetu alichokizungumza. Usiende popote, endelea kututazama. Mwalimu alisema CCM sio mama yangu. Kwa nini CCM imefikia ukomo? Swala la uviko. Ni kwa kushindwa kujitambua. Taifa letu linaweza likakubali kutoka hadharani na kudai kwamba limeunda tume ya wataalamu kuweza kushauri taasisi ya urais. Pamoja na maangalizo yote yaliyopo duniani, pamoja na takwimu zinazoendelea kuonekana kwamba swala la uviko ni mkakati wa kidunia kuweza kuharibu mfumo wa maisha ya wanadamu. Wameshindwa kuchukua tahadhari, wanajiita ni wasomi, lakini wameweza kurudi na kushauri serikali kwamba ifuatiliane na mkumbo wa dunia, itifaki za Umoja wa Mataifa zinazo lazimu mataifa kufuatana na itifaki za uviko za kidunia. Tanzania tumeshauriwa kwamba sio kisiwa, lakini kama tulivyosema awali, taifa letu la Tanzania limeishi kama kisiwa karne na karne. Viongozi wote waliotangulia wamewekewa vizingiti, wamewekewa vikwazo vya kiuchumi, vya kisiasa, lakini taifa limejipambanua na kuendelea kusimama kama taifa linalojitambua, na raia wamekuwa washiriki na wadau wazuri sana wa viongozi. Kwa majonzi makubwa na masikitiko ni kwamba baada ya kuondoka kwa Mheshimiwa John Pombe Magufuli, Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi, tulitarajia kwamba Chama cha Mapinduzi, kutokana na hazina kubwa ya uzoefu ilionao ya kupitia changamoto nyingi katika mambo ya uongozi na ushauri ambao imekuwa imetoa katika mataifa mengine na vyama vingine vya ukombozi barani Afrika, utamaduni ambao ulikuwa umezoeleka kwamba haki ya raia haina bei. Sasa tunapokuwa na kiongozi ambaye anaweza kuthubutu kusema kwamba tumpe muda aweze kurekebisha uchumi wa nchi. Kuna watu wamedai swala la katiba. Swala la katiba sio swala la hiari ya kiongozi kuamua kwamba lini katiba iweze kurekebishwa, kwa sababu katiba ndio inayo wapa wao mamlaka ya kuongoza. Jamii inapokuwa inahoji na kudai katiba mpya, ni vyema serikali ikawa sikivu. Tumekuwa tunainadi kwamba serikali ni sikivu. Je, kweli ni sikivu wakati inaendelea kukaidi madai na maoni ya wananchi? Kwa hiyo hilo sio jambo jema. Tunarudi tena, tungekuwa na katiba ambayo inatuongoza vyema na kuwaelekeza viongozi kwamba hawana haki ya kuamua hatima ya raia. Wao sio mahakama. Hawezi kusema kwamba wataleta chanjo ndani ya taifa, chanjo ambayo ni hiari, wakati tunaelewa mifano mingi katika dunia tumeambiwa kwamba chanjo ni hiari, lakini inalazimishwa kwamba lazima uipokee. Usipoipokea utapata huduma muhimu ambazo zinakimwe katika maisha yako. Pasipokuwa na katiba ambayo imezingira maisha ya raia kuweza kuamua kwamba chochote ambacho watakuwa wameambiwa na viongozi wao, kama ni hiari na hata kama ni sheria inayolazimu, kuna haki ya msingi ya mwanadamu kukubali kupokea chanjo au mkataa chanjo, kwa sababu ni mwili wake, ameumbiwa yeye na Mwenyezi Mungu. Tukisema leo tuje sisi tuwadunge chanjo viongozi wetu, wao watafurahi? Rahasha. Hawezi kuwa waamuzi wa maisha ya Watanzania. Jambo la msingi, tunapokuwa tunarudi kwenye swala la bandari ya Bagamoyo,
hoja za msingi ziliweza kuelekezwa, na ni kwa sababu ya upumbavu wa taifa letu, kwa sababu Mwalimu alisema kwamba wakati watu wengine wanakwenda mwezini, basi tufanye jitihada za sisi wenyewe kujitegemea katika mambo yetu ya uchumi, tuweze kusomesha watoto wetu, tuweze kujilisha sisi wenyewe na kujitegemea kiuchumi. Ni kwa nini taifa letu linaona kwamba kuna haja ya kuiga mikumbo ya dunia na kwenda na kasi ya maendeleo ya dunia? Taifa letu lina takriban milioni 50, milioni 60. Ni kweli kwamba Watanzania wote wanahitaji kufuata mikumbo ya mataifa mengine yanaendelea namna gani? Kwa nini tusiwe na subira ya sisi wenyewe kuendelea kujielimisha na kujitambua, tuweze kusimamia rasilimali zetu ambazo wadoezi wanakuja kwa milango ya nyuma, wanakaa na viongozi wetu katika mikutano wa hatuelewi wanayojadili ni nini, hatuelewi wamepewa ahadi gani. Tunao watu ambao tunawaita special interest group, lobbyist. Tutalisamea Kiswahili chake kwa sababu sio wakati wa kujaribu kuwa sahihi zaidi. Kuna haja ya msingi ya Chama cha Mapinduzi kujitathmini. Pasipokuwa na kiongozi ambaye anawakilisha nyoyo za watu, Chama cha Mapinduzi kimefikia ukomo. Himaya zote duniani ambazo ziliweza kukua na kujisahau zimefanya makosa ya kufikiria kwamba wao wana dhamana ya kuamua hatima ya raia wao. Na ni kwa bahati mbaya sana, sielewi kwa nini Mheshimiwa Jakaya aliweza hata kusema na kudiriki kwamba Chama cha Mapinduzi kina wenyewe. Ni kejeli ambayo tulikuwa tunaifanyia Watanzania. Kama Chama cha Mapinduzi kina wenyewe, ni raia maskini wanaokufa na njaa, wanaohangaika, wanaoshindwa kushiriki na kumiliki uchumi wa nchi yao. Wao wameishi katika maisha ya utumishi serikalini muda mrefu. Lakini tunaelewa kwamba tukirudi tukaita wahasibu kwenda kutathmini rasilimali zao walizojilimbikizia kwa sababu ya kuwa na haki ya kuwatumikia wananchi, wamejikusanyia ukwasi, wanaishi katika mahekaru. Raia wa kawaida, raia maskini, je, wanayo hayo mahekaru? Wana huo ukwasi ambao wao wanasema kwamba Chama cha Mapinduzi kina wenyewe? Kwa hiyo tunaweza tukawadhihaki na kuwakejeli wa Tanzania. Tunaweza tukaona kwamba tuna haki na mamlaka sisi kama viongozi kuamua tufuate matakwa ya mabeberu au wawekezaji wanaotaka kuja kuendelea kutoa rasilimali zetu. Inashangaza kwamba viongozi na wakuu wa nchi ambao mara nyingi tumekuwa tunawaita watawala katika ujinga na upumbavu wetu, sio watawala, wanatawala nini? Kwa sababu wamepewa tu dhamana ya kutawala kutoka kwa wananchi, ni ridhaa ya wananchi. Taifa letu limekuwa na heshima ya kutodai haki kwa nguvu. Tumekuwa na utamaduni mzuri sana wa kusemezana, lakini kulingana na hisia zilizoko katika jamii ya Watanzania wamechoka, na ni wakati wa kuheshimu subira na faragha ambayo wameitoa kwa chama tawala. Kwa hiyo tunaposhindwa kukaa tukasema kwamba tunaita wawekezaji ambao wanathubutu kuja ndani ya taifa letu, wakaongea kwa kejeli na viongozi takriban ya awamu zote 4 na kujaribu kuthubutu kusema kwamba wao wataenda kuitangaza nchi yetu, wawekezaji wengine waje kuwekeza. Tunahitaji nini mwekezaji ambaye anatakiwa kuja kuwekeza mtaji alionao ambao hayumkini ameukopa kwenye mabenki mengine, anakuja kuwekeza? Tumeshindwa kuwadhamini wawekezaji wa ndani, tumeshindwa kuwadhamini wa Tanzania ambao wanaweza kufanya biashara zao ndani ya nchi, tumeshindwa kuwawekea mazingira mazuri ya wao kuweza kushiriki kikamilifu kumiliki uchumi wao na nchi yao. Tunakimbilia wawekezaji wanaotoka nje kisa tu kwamba wamepata uwezo katika biashara zao na historia ya biashara zao kukopesheka na kuja kuwekeza ndani ya taifa letu. Ujinga ambao tunauona kwamba tuko radhi kuuza rasilimali zetu, na hata tukisema twende nusu kwa nusu kila mtu apate faida, wakapate faida huko aliko, kwa sababu rasilimali zetu ziko pale, lazima ziwaneemeshe wa Tanzania. Na hilo sio swala la hiari, kwa sababu viongozi wamekuwa wakiishi katika maisha ambayo yana nafuu zaidi ya raia wa kawaida.
Tunaposema tunasambaza umeme, tunaposema tunatoa elimu bure, haitoshi, kwa sababu Watanzania wanahitaji zaidi ya elimu bure, wanahitaji zaidi ya afya bure, wanahitaji barabara, wanahitaji miundombinu, wanahitaji maisha ambayo wanaishi kwa amani. Sasa basi, tunapokuwa tunarudi kwenye swala la ardhi, Watanzania waliozaliwa Tanzania, ardhi ya Tanzania ni yao kabla hata rais hajatoa mamlaka kusema kwamba yeye ndo anamiliki ardhi. Nani ameshawishi kwamba ardhi ambazo zilikuwa zinamilikiwa na koo kulingana na matabaka? Ndio, nchi ilikuwa na watu wachache kipindi kile, ardhi ilikuwa ni nyingi. Sheria tumezitunga wenyewe, sheria tunaweza tukazibadilisha wenyewe, tunaweza tukayatoa hayo mamlaka ambayo rais amepewa ya kumilikisha ardhi yetu kwa wageni, na kuona kwamba anaweza akafanya maamuzi yote ambayo yeye anaona kwamba ameamka asubuhi ammilikishe mwekezaji fulani. Lasha, wao tunahitaji katiba mpya. Sio swala la hiari, sio swala la Chama cha Mapinduzi kuamua, na sio swala la mtawala au rais yeyote kuamua, na sio swala la mtawala au rais yeyote kusema kwamba yeye analisemea kwa mamlaka ya mwisho. Tunachokiogopa, na sio tunachokiogopa, tunachokiepuka ni kufikia hatua ya kusema kwamba basi raia waingie mabarabarani. Taswira ya nchi itachafuka, na hata wawekezaji ambao mnawakamia kwamba watakuja kuwekeza watawakimbia. Chama cha Mapinduzi mtaonekana kwamba mmefikisha nchi pasipo. Kwa matakwa ya raia lazima yatathminiwe kwa hekima sana. Ni nadra sana kwa Tanzania kuweza kuzungumza kwa hisia. Tunachoweza kuomba ni kwamba viongozi wetu mwanze kuchukua hatua za makusudi kuzingatia haya ambayo jamii inaanza kuyadai, kwa sababu nafikiri jamii imechoka.